ikiwemo Marekani, Canada, Umoja wa Mataifa na nchi nyingine nyingi. Ana uzoefu mkubwa wa uendeshaji wa serikali, pia ana uzoefu katika kuendesha tume kwa kuwa ameshiriki katika tume za rais nyingi akiwa ama kama mwenyekiti ama mjumbe au msimamizi. Asante Mheshimiwa Balozi. Anayefuata ni Profesa Florence Luoga, mjumbe. Yeye ni profesa wa sheria na amebobea katika sheria za kodi. Pia amewahi kuwa mwenyekiti wa bodi ya TRA. Profesa Luoga amewahi kuwa gavana wa Benki Kuu ya Tanzania, hivyo ana uelewa mkubwa wa masuala ya uchumi wa kidunia na wa kinchi. Aidha amewahi kuwa naibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Asante profesa. Anayefuata ni Profesa Musa Asad, mjumbe. Profesa Asad ni profesa wa masuala ya uhasibu na fedha. Anafahamika, amewahi kuwa mdhibiti na mkaguzi wa hesabu za serikali CAG. Amewahi pia kuwa mwenyekiti wa bodi ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu NBAA. Ana uzoefu wa zaidi ya miaka 35 katika eneo lake la taaluma. Anayefuata ni CPA Leonard Msusa, mjumbe. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya uhasibu, kodi na biashara. Amewahi kuwa mtendaji mkuu wa kampuni ya PricewaterhouseCoopers PwC hapa nchini. Hii ni moja ya makampuni makubwa 4 duniani katika masuala ya uhasibu, ukaguzi wa hesabu na huduma za kitaalamu, wanaitwa the Big Four. Ana uzoefu wa miaka zaidi ya 45 katika ushauri wa masuala ya uhasibu, ukaguzi wa hesabu, kodi na usimamizi wa biashara. Asante. Anayefuata ni Balozi Mwanaidi Maja, mjumbe. Yeye ni mwanasheria na wakili wa kujitegemea. Ni mmoja wa waanzilishi na wamiliki wa kampuni ya uwakili na huduma za sheria ya Rex Attorneys. Amewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Uingereza na Marekani. Ni mmoja wa waanzilishi wa chama cha wanasheria wanawake Tanzania TAWLA. Ana uzoefu wa zaidi ya miaka 40 katika sekta binafsi na sekta ya umma. Asante. Anayefuata ni CPA David Tarimo. Yeye ni mtaalamu mbobezi katika masuala ya kodi kwa miaka zaidi ya 39. Amewahi kuwa mkurugenzi mwandamizi katika kampuni ya PwC, akifanya kazi ndani na nje ya Tanzania. Ameshiriki kwa kiasi kikubwa kushauri kuhusu uboreshaji wa mazingira ya biashara Tanzania, hususan akiwa mwenyekiti wa CEO Roundtable. Pia ni mlezi wa vipaji na ubunifu. Asante Tarimo. Anayefuata ni Balozi Maimuna Tarishi. Balozi Tarishi, mjumbe. Yeye ni katibu mkuu mstaafu. Ana uzoefu mkubwa wa uendeshaji wa serikali za mitaa na ugatuaji wa madaraka D/D, akiwa amefanya kazi kwa muda mrefu akipanda ngazi kuanzia mtumishi wa kawaida, mkurugenzi hadi kuwa katibu mkuu TAMISEMI na wizara nyingine. Sote tunafahamu kuwa TAMISEMI inahusika sana na maduhuli na tozo mbalimbali za serikali. Kwa hiyo umuhimu wake ni mkubwa katika tume hii. Balozi Tarishi pia amewahi kuwa mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa na mashirika ya kimataifa Geneva. Asante. Anayefuata ni CPA Richard Bade, mjumbe. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya kodi, uchumi na fedha, aliyehudumu serikalini kwa muda mrefu katika nafasi mbalimbali ikiwemo kamishna wa fedha za nje katika Wizara ya Fedha. Pia amewahi kuwa kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Na mjumbe wa mwisho sio kwa umuhimu ni CPA Abubakar. Yeye ni mtaalamu wa masuala ya uhasibu,
fedha, kodi na ukaguzi wa hesabu. Amefanya kazi katika taasisi mbalimbali ikiwemo Benki Kuu ya Tanzania, Chuo Kikuu cha Zanzibar, ni mjumbe wa bodi ya mamlaka ya mapato Zanzibar na Zanzibar Chamber of Commerce. Asante. Mheshimiwa Rais, Bi Joharia Mwenda ndiye katibu wa tume, ndiye aliongoza secretariat. Yeye ni afisa mwandamizi kutoka secretariat ya Baraza la Mawaziri, ofisi ya Rais, Ikulu. Mheshimiwa Rais, tume hii ilianza kazi tarehe 4 Oktoba 2024 baada ya kuzinduliwa rasmi. Ofisi yangu imeipatia ushirikiano wa kutosha ili kuiwezesha kukamilisha kazi yake vizuri, na leo wamekamilisha kazi na wapo tayari kwa ajili ya kukabidhi ripoti yao kwako. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya mafupi, ninaomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Balozi Ombeni Sefue, mwenyekiti wa tume,